Mpenzi mtazamaji wa chaneli ya Tumaini Moja, karibu katika kipindi cha mafunzo ya lugha ya alama kitakachorushwa kila siku ya Jumapili saa 1 usiku. Kwa jina naitwa Pendo Mabura, ni mtangazaji wa chaneli ya Tumaini Moja. Nipo na mwalimu wa lugha ya alama anaitwa Rukia Marobe. Karibu tuombe kabla tujaanza kipindi. Haleluya. Baba uliye pa juu mbinguni, tunashukuru na kusema asante kwa ulinzi wako, umetulinda, umekuwa pamoja nasi. Tazama saa ya Baba, tunatarajia kuanza kipindi cha mafunzo ya lugha ya alama. Tunaomba ukae pamoja nasi, wabariki wapenzi watazamaji, watufuatilie vyema sawa sawa na mapenzi yako. Mbariki mwalimu wetu kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Katika kipindi chetu leo tutajifunza nini maana ya lugha ya alama, mkalimani wa lugha ya alama ni nani, pia tutaangalia aina za ukalimani na sifa za ukalimani. Fuatana nasi katika mafunzo haya ya lugha ya alama. Karibu sana katika mfululizo wa vipindi hivi vizuri vya lugha ya alama, ukiwa na mimi mkalimani wako Rukia Marobe kutoka katika kanisa la Adventista Sabato Magomeni. Kwa muda wa wiki kadhaa tutakuwa tukijifunza lugha hii ya alama, lugha pekee na adimu ambayo itakusaidia kuwa na mazungumzo au mawasiliano na watu ambao wanaweza kuizungumza. Mojawapo ya makundi ambayo wanatumia sana lugha hii ya alama ni viziwi pamoja na mabubu. Wengi wao unaweza kukuta ni wanafunzi, watu wazima, ukakutana nao katika sehemu mbalimbali za usafiri, akiwa anahitaji msaada, ukamsaidia. Fuatana nami Rukia Marobe uweze kujifunza zaidi kuhusu lugha hii ya alama, lugha ya pekee. Siku ya leo tutaanza kujifunza somo hili kwa kutazama historia fupi ya lugha hii ya alama. Mwanzoni kabisa lugha hii ilikuwa haijakuwa rasmi na ilikuwa inazungumzwa kutokana na mtu na uwezo wake wa kuizungumza. Mfano, mzazi amepata bahati akapata mtoto ambaye hawezi kuzungumza. Atatengeneza lugha hii na mtoto wake wakazungumza bila kuwa rasmi. Lakini kadri siku zilivyozidi kwenda, iliamua kuwekwa rasmi. Wakaanzisha chama cha viziwi Tanzania ambao walitengeneza lugha hii ikawa rasmi. Pamoja na hayo bado haijakuwa rasmi vizuri, ingawa waliweza kutoa kamusi ya kufundisha hawa watu kujifunza lugha ya alama. Lugha ya alama ni nini? Lugha ya alama ni lugha ya kuona ambayo inatumia ishara na hisia za uso kuweza kufikisha ujumbe. Ni lugha ambayo tutatumia sana mikono kuonesha hizi ishara na tutatumia uso kuonesha hisia. Mfano, huzuni, furaha, raha pamoja na vitu vingine. Lakini pia lugha hii ya alama unaweza kutumia vidole. Mfano, hii hapa tunatumia kuonesha alfabeti. Mfano A, B. Unaweza kutumia mikono yote, mkono wa kushoto au wa kulia, lakini ni vizuri kutumia mkono wa kulia au ule uzoe ambao unaweza kutumia kwa uzuri zaidi. Twende tukamwangalie mkalimani. Mkalimani ni nani? Mkalimani ni mtu yeyote anaweza kutumia lugha hizi kwa ufasaha, lakini sharti uweze kuzijua lugha zote, Kiswahili na lugha ya alama yenyewe. Ili kujifunza lugha ya alama, lazima tuijue lugha ya alama, tuijue vizuri, tumjue mkalimani vizuri, tujue utaratibu wa mkalimani, tuelewe nini tunafuata ili tuweze kutumia lugha hii ya alama kwa uzuri. Ukalimani ni nini? Ukalimani ni mchakato wa kufikisha ujumbe kutoka lugha moja kwenda lugha nyingine. Ukalimani unaweza kutoka kwenye Kiingereza kwenda Kiswahili, Kiswahili kwenda Kiingereza, au kutoka kwenye Kiswahili kwenda kwenye lugha ya alama. Na maanisha kwamba tunao lugha ya alama ya Kiingereza, tunao lugha ya alama ya Kiswahili, tunao lugha ya alama ya Kilatini, tunao lugha ya alama ya lugha mbalimbali. Hizi zinatofautiana. Ili uweze kuwa mjuzi, ni vizuri ukajifunza lugha zote ukazijua, ya Kiingereza, ya Kiswahili na lugha nyingine. Mchakato huu uhusisha aina zote za ukalimani. Ukalimani uko wa aina nyingi. Tunazo aina 3 za ukalimani. Kuna ukalimani sambamba, ukalimani sisisi pamoja na ukalimani huru. Ukalimani sambamba, mkalimani anaweza kutafsiri
neno sambamba na mkalimani wa mazungumzo. Yaani wa mazungumzo akazungumza afu mwingine akakalimani kwa lugha ya alama. Mfano, habari, habari. Mzima, mzima. Lakini pia tuna aina nyingine ya ukalimani sisisi, ambapo mkalimani anajikita katika ujumbe moja kwa moja bila kukalimani sambamba na yule mkalimani. Mfano, leo tutakuwa na siku nzuri ambayo tutajifunza umuhimu wa lugha ya alama. Labda mkalimani wa alama atasema, leo tutajifunza lugha ya alama tu, bila kuweka maneno mengine ambayo yalizungumzwa pale. Pia tuna aina nyingine ya ukalimani, ni ukalimani huru. Hapa sasa mkalimani yuko huru aidha kutumia ukalimani sambamba au sisisi. Anaweza akajumuisha vyote, akakalimani moja kwa moja au akakalimani ujumbe tu. Ukalimani ni taaluma kama taaluma nyingine ambazo zinaweza kukupatia kipato. Hivyo mtu yoyote anayekuwa katika taaluma hii anaitwa mkalimani. Mkalimani ni nani? Mkalimani ni mtu yoyote mwenye ujuzi wa lugha ya alama na lugha ya mazungumzo, ambapo hutumia lugha hii kufikisha ujumbe kwa jamii husika. Kwa jamii ya viziwi, ukiwa mjuzi wa lugha ya alama umeweza kuwa sehemu yao. Ni watu wenye upendo, wanapenda sana watu wajifunze lugha yao. Na ukikutana na wewe ukiwa unajua lugha ya alama, wao ni rafiki wao mpya. Kwa hiyo, mkalimani huyu ni lazima awe na ujuzi wa lugha zote. Jua Kiswahili, jua lugha ya alama. Kwa nini? Kwa sababu ukijua lugha, wakati ambapo neno litakuja gumu, itakusaidia kuliweka katika urahisi ili uweze kufikisha ujumbe kwa uzuri. Pia mkalimani huyu lazima aipende jamii yake anayoihudumia, na maanisha jamii ya viziwi. Wakati mwingine mazingira yanaweza kukulazimu kuwa kama wao. Kwani yupo mkalimani mmoja ambaye ukimuona unaweza ukasema ni kiziwi, kumbe ni mtu anayezungumza vizuri kabisa. Ni kwa sababu anapenda kazi yake na amejikuta ameblend moja kwa moja kwenye ile mazingira. Lakini unapaswa kuwa na ujasiri, uwe confident na kile unachokizungumza. Umefika pale unawasilisha lugha lakini una wasiwasi, mara umecheka, umemfanya yule ajiulize yule anachokiongea ni sahihi au sicho. Lakini hakikisha unaonesha hisia za uso vizuri. Sio wakati wa furaha wewe unaonesha huzuni, wakati wa huzuni unaonesha furaha, utamchanganya na utafikisha ujumbe sahihi. Kumbuka, usipofikisha ujumbe sahihi ni wepesi kugundua, kwa sababu watakuona hawatakuelewa na wala hawatakuamini tena. Na ukishapoteza uaminifu, ile jamii inakuwa haikupendi tena. Lakini pia tunatumia sauti ndogo ya mdomo. Sauti ndogo ya mdomo inamaanisha kwa sababu wao muda mwingine alama unaweza ikakupotea kabisa katika kichwa chako na kumbukumbu zako. Inakulazimu kutumia sauti ndogo ya mdomo kuonesha ile alama, na wakikuona watajua unahitaji kitu gani. Hii ni mbinu pia inatumika kwa yule ambaye hajui au ndo anaanza kujifunza lugha ya alama. Kwa nini tujifunze lugha ya alama? Kwa nini jamii ijue lugha ya alama? Unajua, kundi hili dogo la watu wasiosikia lilisahaulika katika jamii. Muda mwingine wanashindwa kupata huduma zao stahiki kwa sababu hawajui namna ya kufikisha ujumbe. Hii imepelekea kundi hili kuwa ni watu wenye hasira na kujiona vulnerable katika jamii. Hivyo ukijifunza lugha ya alama, moja, utakuwa umeifikia jamii hii ndogo iliyosahaulika na kuwaonesha kwamba wana umuhimu katika jamii nao wana sifa kama watu wengine. Kumbuka nao ni raia wa Tanzania, wanahitaji huduma kama wengine. Waweza fika hospitali ukakuta mtu ni kiziwi, ni bubu, haongei, lakini hana namna kusaidika na ni mgonjwa sana. Ikiwa wewe ni mkalimani na unajua, itakuwezesha kuwasaidia watu hawa na utakuwa umefanya tendo zuri la huruma la kumsaidia mtu mmoja.
Lakini lugha hii nzuri pia inaweza kufikisha ujumbe mzuri wa tumaini kwa watu wote, ujumbe wa Yesu. Kama channel yetu inavyoitwa Tumaini Moja, hakika tunaweza kuwapatia tumaini watu hawa ambao wanahisi kusahaulika katika jamii yetu. Tumaini la kwamba Yesu anawapenda vyote vile walivyo, na wakisogea kwake watapata upendo usio kwa kawaida. Lakini ukalimani huu, ukiwa mkalimani mzuri, unaweza kukupatia pesa na kipato katika maisha yako. Mfano, ukafundisha watu ambao hawafahamu, wakakupa hela tena kwa kipindi tu kimoja, ukafundisha ukapata hela ya kutosha ya kujikimu. Si hivyo tu, unaweza ukaajiriwa katika kampuni kusaidia watu hawa na vingine vingi, na kuhakikishia fursa ziko kila sehemu. Karibu ujiunge na darasa hili, uwe sehemu ya kundi zuri la kuwafikia wengine, hasa wale waliosahaulika kama viziwi na mabubu. Mungu awabariki. Karibuni tena kwa kipindi kingine. Asanteni. Mwalimu Rukia, tunashukuru sana kwa kutuelewesha lugha ya alama. Lakini pia tuna maswali machache hapa. Tunatamani kuelewa zaidi kuhusu hii lugha ya alama. Mwalimu Rukia, je, kuna vigezo gani katika uvaaji wa mavazi wakati wa ukalimani? Asante sana kwa swali zuri. Katika habari ya mavazi, wenzetu viziwi na mabubu, lugha yao ni kwa jinsi ambavyo wanatuangalia sisi. Kumbuka wanatumia macho ndio kama kitu chao cha kuweza kujifunza. Kwa hiyo jambo moja la kuwasaidia. Moja, usivae nguo inayong'aa sana, rangi ambazo zinawaka, yani kiasi kwamba akikuangalia anaumia macho. Jambo la pili, kwa mkalimani mdada, si unajua sisi ni madada, kwa lazima na uzuri tunakaa mbele. Ni vizuri kwa ukawa umevaa nguo nzuri ambayo haitakufanya uwe uncomfortable mbele za watu. Kwa mkaka, kuwa smart ni jambo la muhimu na ni wajibu wako. Kwa lazima uwe smart sawa sawa na unavyoenda kukutana na watu wa kalba ya juu. Shukuru sana Mwalimu Rukia kwa majibu yako mazuri. Tumefahamu au tumeelewa namna gani mkalimani anapoenda pale mbele kukalimani, namna ya kuvaa. Tusivae mavazi ambayo yanaweza kumsababisha yule kiziwa anayekuangalia aumie macho. Tucharukia, kuna maswali mengine. Naomba nikuulize swali tena ile hapa. Swali inasema hivi: je, viungo gani vinavyotumika wakati wa ukalimani wa lugha ya alama? Je, naweza nikatumia mguu kutafsiri lugha ya alama au kuna masharti gani katika hii lugha? Karibu. Asante kwa swali zuri. Kumbuka kuwa mara nyingi tunaonyeshwa kwenye kijumba kidogo cha TV. Hivyo itakuwa ni ngumu wewe kutumia mguu, au kama mtu anataka kuonesha alama ya paja, inakuwa ni ngumu kuonesha moja kwa moja. Hivyo katika kudesign utaratibu hili kutokuleta usumbufu, ilibidi watengeneze alama katika mfumo huu. Sisi alama zetu tutazionesha kuanzia hapa kwenye kiuno kupanda juu. Hivyo alama zetu hapa kwenda juu, na pia kutoka kwenye mkono wangu mpaka mwisho mkono utakaposimama. Lakini pia upande huu the same thing unakuwa unaonekana hivi. Hivyo ujitahidi uoneshe alama, usioneshe alama kupita urefu wa kichwa chako. Mfano, labda inakuwa ni kama vile mtu anakuwa hakuelewi. Alama unapaswa kuionyesha kwa uzuri, ikiwa imetulia, ambapo mtazamaji wako hata kuwa haraka kuchoka kukuangalia. Hakikisha alama yako unayoionyesha haimchoshi mtazamaji wako. Yani ndio maana tunasema unatumia hisia za uso na mikono. Uso wako ukionyesha uchangamfu katika na hisia, mtazamaji avutiwe kukuangalia wewe. Alama zetu za mikono, vidole, miguu zote ziko katika mkono huu hapa. Jinsi ulivyo, kuna sehemu ya vidole, kuna sehemu ya nyayo, kuna sehemu ya mguu na kuna sehemu ya paja. Okay, kadri utakavyoendelea kujifunza utaona, sababu tutajifunza alama za viungo vya mwili, utaona kwamba goti inakaa wapi,
vidole vinakaa wapi, nyayo zinakaa wapi, na kwa nini iwe hivyo. Sababu kuu ni kwamba tunaoneshwa kwa mwisho kuanzia hapa. Kwa hivyo tutakakoenda mkalimani anaoneshwa, hawezi akaoneshwa mpaka huko chini. Na ni kama vile mtu anapokuwa akiongea, imagine anyanyue mguu kuonesha teke. Sasa inakuwaje? Itakulazimu, yani inakuwa ni ngumu hasa kwa watoto wa kike. Kwa hiyo nafikiri waliconsider vitu kama hivyo ili kuweza kusaidia lugha hii kufika kwa urahisi. Asanteni. Okay, mpenzi mtazamaji, kama ulivyoona mambo ni mazuri. Kwa hiyo naomba usipange kukosa katika mafunzo haya ya lugha ya alama ili uweze kuelewa mguu uko kwenye vidole vyako hivi. Kwa hiyo kila kitu kipo kwenye vidole vyako, kwenye mkono wako. Lakini pia tuna maswali hapa ambapo pia aendelee kutufahamisha mwalimu wetu. Mwalimu wetu, kuna swali hapa. Unasema, je, nawezaje kutumia mikono yote miwili wakati wa ukalimani? Asante sana Pendo kwa swali zuri. Kikawaida lugha ya alama inapendekeza utumie mkono ambao umeuzoea. Mkono uliozoea inamaanisha ambao unakupa urahisi kutumia. Hasa hii tunachozungumzia ni katika alfabeti za mikono. Yaani kama mkono wako wa kushoto una nguvu ya kutumia zile alfabeti kuonesha, tumia. Lakini kuna alama ambazo itakubidi utumie mikono yote. Mfano alama ya Yesu itakulazimu utumie mikono yote. Na pia kuna wakati mwingine atatumia utakalimani muda mrefu, mkono mmoja utachoka, itakulazimu utumie mmoja. Kama unaweza kutumia kushoto tumia. Kama unaweza kutumia kulia tumia. Vyovyote utakavyoona ni nafuu kwako. Lakini lugha yetu, nishasema toka mwanzo, inatumia hisia za uso pamoja na mikono. Kwa hiyo mikono yote inatumika, yote pamoja na kichwa. Kichwa utatumia kama kukataa hivi. Ukionyesha hivi unaonyesha kama kitu umekataa, hakiko sawa. Asante. Mwalimu kwa majibu mazuri ambayo yanaendelea kutufundisha na kutamani kujifunza hii lugha ya alama. Kuna swali lingine hapa. Linasema, tunaona lugha zingine au lugha zingine mwanafunzi wa lugha yoyote anaweza anaingia darasani kwa mwaka mmoja, miaka miwili, hivyo miaka mitatu. Je, hii lugha ya alama mimi kama mwanafunzi nakuja kusoma, natakiwa nijifunze kwa mwaka mmoja au miaka miwili, au nachukua muda gani kujifunza hii lugha ya alama? Lugha ya alama kama lugha ya alama, moja ni lugha kama lugha nyingine. Lakini wepesi wake, mazoezi yake unaweza kufanya hata ukiwa peke yako. Yaani unaweza ukajiongelesha, Rukia, habari yako, mzima. Ukajiongelesha mwenyewe kwa kutumia zile alama. Inakusaidia kukupa nafasi ya kujifunza kwa uharaka zaidi. Ila imani yangu ni kwamba kama utaitilia mkazo na mazoezi ya kutosha na kuhakikisha miezi mitatu na kutosha kujua hii lugha ya alama kwa uzuri kabisa. Mazoezi nikimaanisha kukaa sehemu kukalimani, kuweza kuwasiliana na hawa watu ambao hawasikii na hawawezi kuongea na wanatumia lugha hii ya alama, itakupa nafasi kujifunza zaidi na zaidi. Lakini lugha hii ni dynamic, yani kila siku unajifunza. Hata yule mkalimani professional ambaye anajulikana ni professional, kuna kitu kipi atajifunza siku moja tu. Kwa sababu kumbuka hii si lugha yetu halisi. Sisi sio watumiaji wa asili wa hii lugha. Watumiaji wa asili wenyewe pia nao wanajifunza kila siku. Kwa hata sisi natulazimu kujifunza kila siku. Kwa hiyo na kuhakikisha miezi miwili na kutosha kujua lugha hii ya alama kwa uzuri na ukaielewa. Lakini kujifunza kunaendelea kama ambavyo mtoto anakuwa kila siku, hata wewe mtu mzima bongo wako bado unaendelea kukua na kujifunza vitu vipya. Vinapokuja vitu vipya, kuwa tayari kujifunza zaidi na kuijua zaidi. Wow, mpenzi mtazamaji, yani kumbe ni miezi miwili tu kujifahamu hii lugha ya alama. Unakosaje mambo mazuri kama haya? Karibuni sana, tuendelee kujifunza hii lugha ya alama kila siku Jumapili. Enzi wetu watazamaji wa
Tumaini Moja. Mwalimu, kuna la mwisho ambao unaweza ukamweleza mpenzi mtazamaji kuhusu hii lugha ya alama? Okay. Jambo la mwisho na la pekee. Moja, unakaribishwa sana. Kama mtazamaji, tuna jambo letu kubwa sana pale Magomeni. Mwezi wa 5 tutakuwa na viziwi wengi sana. Njoo, unajua utakuwa umeshapata kama mwongozo kidogo. Njoo uweze kuzungumza nao, upate kuwajua na kufahamu wakoje, wana sifa gani, na ukiwa nao na kuhakikishia utajifunza zaidi. Tuna mkutano mkubwa unaitwa Da Net Events. Karibuni sana. Lakini mimi kama mwalimu, unajua napatikana kanisa la Magomeni. Kila Jumapili tuna kadarasa ketu kazuri, tunajifunza nyimbo, tunajifunza hii lugha kwa uzuri. Karibuni sana. Tuko na wanafunzi kadhaa, tunajifunza pamoja na wengi wanafurahia huduma hii. Lakini kundi hili dogo ambalo tunakuwa tunalifikia kwa muda, wana kambi lao maalum linafanyika Mbeya mwaka huu. Watakopo viziwi, watu wenye ulemavu, mabubu, yani watu wote wenye kundi hili ambao tunaita huduma wezeshi kanisani watakuwa na kambi lao nzuri. Ukipata nafasi, fika kwenye ile kambi Mbeya. Yani utafurahi kuwapo pale na utaweza kujifunza zaidi. Bwana akubariki sana. Karibu sana, na usiache kutufuatilia katika chaneli yetu ya Tumaini Moja. Usiache kutufuatilia kila Jumapili. Mungu akubariki. Dada, mama, kaka, dada, babu, bibi. Unajua bwana, hii lugha inatumiwa na watu wote. Wadogo zangu, karibuni sana tujifunze hii lugha ya alama. Tunashukuru sana mwalimu kwa muda ambao umetoa kutufundisha hiki kidogo. Ni kidogo lakini ni kikubwa sana. Tumejifunza vitu vingi sana. Tukivitilia maanani kitatufikisha mbali. Lakini pia msisite kufuatilia hii channel ya Tumaini Moja katika vipindi ambavyo vitarushwa kila siku ya Jumapili saa 1 usiku. Karibuni sana 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 sana. Mungu awabariki. Penzi mtazamaji wa channel ya Tumaini Moja, tumefikia tamati ya kipindi chetu cha lugha ya alama. Karibu tuombe. Mtakatifu Baba Shepa juu mbinguni, asante kwa kutuwezesha kufikia mahali hapa katika kipindi hiki cha lugha ya alama. Wabariki wapenzi watazamaji wa Tumaini Moja, ili wanapoendelea kujifunza wabariki, wapatie akili ya kuelewa sasa na mapenzi yako. Kila mmoja naamini anatamani kuifahamu hii lugha ya alama ili aweze kuwafikia watu wote watu wote hata wa mahitaji maalum. Tusaidie sana, na huyu mwalimu saidia anapofundisha aendelee kuibua vipaji mbalimbali kwa wanafunzi wake. Tunasema asante kwa tutamlaki juu mawinguni, anakuja kama mfalme, tutapewa miili mipya, tufanane naye. Kila kitu kitatikiswa siku ile ajapo, bahari na milima vitakimbia mbele za uso wake. Je, wewe utakuwa kwenye kundi gani siku ile? Ungana na kundi hili linalomngoja Mwokozi. Tutamlaki juu mawinguni, anakuja kama mfalme, tutapewa miili mipya, tufanane naye.
ya ulimwengu. Yeye ajaye siyo mbali, tutamwona wazi. Dalili zote zinaonesha yu karibu mlangoni. Atamlipa kila moja sawa na matendo yake. hakika tutamlaki juu mawinguni. Anakuja kama mfalme, tutapewa miili mipya, tufanane naye. Tutamlaki juu mawinguni. Anakuja kama